Simulizi ya kusisimua ya mwanasiasa Juma Aweso. Karibu ni kupitisha katika jinsi ya ukuaji wake, alipozaliwa, alipokulia na mpaka hivi sasa anapozidi kupambana na jina lake linazidi kuchana mawimbi, ikiwa kila mdomo wa mtu ambaye anapenda siasa lazima atalitaja jina lake, Juma Aweso. Juma Aweso alizaliwa Machi 22 mwaka 1985 katika mazingira ya pwani yenye ukarimu na utulivu. Kijana Juma Aweso alikulia akijifunza thamani ya bidii na kujituma. Wazazi wake walimlea katika misingi ya kuheshimu jamii na kufanya kazi kwa ajili ya watu, misingi ambayo baadaye ingegeuka kuwa uti wa mgongo wa safari yake ya maisha. Katika utoto wake, Juma alikuwa mnyenyekevu lakini mwenye shauku ya kujua mambo. Alipenda kusoma na alipoingia sekondari alionekana wazi kuwa alikuwa na kipaji cha sayansi. Safari yake ya elimu ilimfikisha katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambako alisomea shahada ya kemia. Huko alijifunza si tu masomo bali pia nidhamu, ufuatiliaji na kutatua machangamoto, mambo ambayo yangemsaidia mno baadaye katika uongozi wake. Baada ya chuo, wakati vijana wengi wakitafuta njia zao, Juma aliitikia wito wa kutumika na kutumikia jamii yake kupitia siasa. Mwaka 2012, akiwa kijana mwenye umri wa maono, alijiunga na Chama cha Mapinduzi CCM. Hakutumia muda mrefu kujenga jina. Alikuwa msikivu, mwenye lugha laini na msimamo thabiti, sifa zilizoanza kumfanya ajulikane ndani ya chama na kwa wananchi wa Pangani. Mwaka 2015, wananchi wa Pangani walimpa dhamana kubwa, walimchagua kuwa mbunge wao. Alikuwa na hatua ambayo ilifungua ukurasa mpya katika maisha yake. Bunge alisimama kama sauti ya watu wa Pwazi, akisema kama ifuatavyo, akizungumza kwa niaba ya wavuvi, wakulima, vijana na kina mama wanaotamani maendeleo ya kweli. Hapo ndipo safari yake ilipoanza kupaa. Uchapakazi wake ukamfanya ateuliwe kuwa naibu waziri wa maji mwaka 2017. Hakuchukua nafasi hiyo kama cheo, alichukua kama kazi, kama jukumu, kama deni la kuwasaidia Watanzania kupata huduma muhimu kuliko zote, maji safi. Mara nyingi alionekana vijijini, mtaani, kwenye miradi akitatua kero za maji kwa wakati, akishinikiza uwajibikaji wa kusukuma miradi kamilike. Kazi yake ikazaa matunda mwaka 2020 alipoteuliwa kuwa waziri wa maji. Ndipo hadithi yake ilipozidi kuchora mistari minne katika historia ya siasa Tanzania. Chini ya uongozi wake, Wizara ya Maji ilianza kushuhudia mageuzi, miradi mingi ikikamilika, upatikanaji wa maji vijijini na mijini ukiongezeka, na uwajibikaji ukawa mkali kuliko kawaida. Alijulikana kwa kauli yake maarufu kwamba tatizo la maji halisubiri mwezi, akisisitiza majibu ya haraka kwa wananchi. Hakuwa kiongozi wa ofisini, alikuwa kiongozi wa uwanjani. Mara nyingine alionekana akitembea kilomita nyingi kufika kwenye kisima kilichokwama au kisima mbele ya wananchi kueleza kero mbalimbali za miradi badala ya ahadi zisizotekelezeka. Uadilifu wake ukawafanya wengi wamwamini, unyenyekevu wake ukawafanya wengi kumheshimu. Leo hii historia ya Juma Aweso ni simulizi ya kijana alianza safari kutoka kijijini, akapitia madarasani na darasa lenye changamoto, akaingia sasa akiwa na umri mdogo, na hatimaye akasimama kama mmoja wa viongozi walioleta mabadiliko makubwa katika sekta ya maji nchini Tanzania. Ni simulizi ya bidii, uaminifu, imani kwamba nchini inaweza kubadilika ikiwa kila mmoja atafanya sehemu yake. Karibu nikupishe katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho, ukuaji wake na mpaka hivi sasa alipo Juma Aweso. Juma Aweso alizaliwa tarehe 22 Machi mwaka 1985. Kwa elimu alienda shule ya msingi na sekondari. Miongoni mwa shule alizohudhuria ni shule ya sekondari Bagamoyo na Pugu. Baadaye alisoma chuo kikuu, alipata degree ya Bachelor of Science yani BSc ya kemia kutoka University of Dar es Salaam UDSM. Pia ana masters ya governance na leadership aliyoipata katika Open University of Tanzania. Kuanzia safari ya siasa, Juma Aweso alijiunga na chama tawala cha Chama cha Mapinduzi CCM. Huo ulikuwa ni mwaka 2012. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Pangani constituency, yani Tanga region. Hivyo alianza safari yake ya bungeni. Kabla ya kuwa waziri kamili, aliteuliwa kama naibu waziri wa maji, Deputy Minister of Water and Irrigation.
Kuanzia kitengo hicho mwaka 2017 hadi mwaka 2020, uongozi sekta ya maji na wizara ya miradi. Mnamo Disemba mwaka 2020 ameapishwa kuwa waziri wa maji na umwagiliaji, yani Minister of Water and Irrigation. Alichukua wadhifa huo baada ya mabadiliko ya kiserikali. Kama waziri ameongoza juhudi za serikali za kupandisha upatikanaji wa maji safi na salama maeneo ya vijijini na mijini. Lakini pia mfano katika taarifa ya mwaka 2025 alisema upatikanaji wa maji vijijini umepanda hadi 83% mijini na 91.6%. Pia amekuwa akisisitiza ubora wa ufanisi katika utekelezaji wa miradi ya maji, akiwataka watumishi wa sekta ya maji kushirikiana kuboresha huduma kwa wananchi. Miongoni mwa miradi na mipango inashughulika na usambazaji wa maji ni upatikanaji wa visima maji na mabomba ili kuboresha vituo vya maji. Kwa upande wa ushirikiano wa kanda ya kimataifa, Aweso amehudumu katika ngazi mbalimbali kama wananchi wa kamati bodi kuhusiana na maji, mabilioni ya maji na usimamizi wa rasilimali maji kwa mfumo mpana. Pia ametambuliwa kimataifa ndani ya mkoa na majimbo yanayoshughulikia bado maji, mfano uteuzi wake uongozi katika jukwaa la usimamizi wa maji. Aweso ametajwa kama kiongozi mwenye weledi, ufanisi na mabadiliko makubwa, hasa kuongeza upatikanaji wa maji kwa wananchi wengi. Amekuwa mkali pia kukabiliana na utekelezaji hafifu wa miradi, kama alivyokuwa pale mwaka 2019 alipotoa maagizo ya kuchukuliwa hatua dhidi ya wahandisi na makandarasi waliozizembea miradi ya maji wilayani Mkuranga. Hata hivyo, kama wizara nyingine yote ya changamoto zinazojitokeza, kuweka usimamizi madhubuti wa miradi, kuhakikisha miradi haishindwi na ubadhirifu na upatikanaji wa maji uendelevu wa nchi zima. Kwa mfano, taasisi za maji kama RUWASA hupaswa kufanya kazi kwa weledi na uaminifu kulingana na wito wa wizara. Hiyo ndio historia na simulizi ya Juma Aweso, mwanasiasa aliyesimamia maji mpaka kukamilika na miradi mbalimbali. Hii ni Usiku TV.